Karibu sana msikilizaji katika video ya siku ya leo. Tunaenda kushare mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na ujasiriamali wa kutengeneza sabuni za miche pamoja na sabuni za vipande. Mimi naitwa Mwalimu Almasi kutoka Lodness Enterprises. Ukipenda kujifunza zaidi basi unaweza kunitext kupitia WhatsApp namba 0783500971. Lakini pia nimeweza kuandalia kitabu kinaitwa Ujasiriamali ni Ajira ambacho nimefundisha hizi bidhaa ambazo tunatengeneza siku ya leo. Bidhaa ambazo tunaenda kujifunza siku ya leo ni sabuni za vipande kama hizi ambazo zinaonekana. Lazima uwe na container la kukorogea au makontena kulingana na ukubwa wa mkorogo wako. Lakini pia lazima uwe na majaba, na haya ni malighafi ya mafuta aina ya mise. Mafuta haya yana asili ya kuganda, kwa hiyo ni vizuri sana kabla hujaanza kuzalisha uwe umeshayeyusha na unayeyusha kwenye moto. Moto kama huu hapa tunaenda kuwasha muda so mrefu ili tuanze kazi yetu ya uzalishaji siku ya leo. Lakini pia nimekuandikia vitabu hivi hapa msikilizaji. Kuna Ujasiriamali ni Ajira, kitabu ambacho nimekuandikia sabuni za vipande. Lakini pia kuna kitabu ambacho kinaitwa Miliki Kiwanda Chako, kitabu ambacho nimekuandikia sabuni zote za maji. Lakini pia utapaswa kuwa na moldi kama hizi kwa ajili ya kugandishia sabuni yako. Ukimaliza kukoroga na mimina humu zinagandia huku. Hasa kazi ya makontena unaweza kaona tunamimina mafuta, na ni vizuri sana kuyachuja mafuta yako ili yatoke clear na sabuni yako itoke vizuri pia. Kumbuka maandalizi yako mazuri ya uandaji wa sabuni ndio matokeo ya product yako ya sabuni. Lakini pia msikilizaji, nimeweza kuandalia kitabu kinaitwa Nguvu ya Maamuzi Maishani. Kuna baadhi ya watu wakianza kufanya kitu wakikutana na changamoto ndogo, wanakwama, wanakata tamaa, aina za marafiki, kujikubali, kujiona kwamba wewe ni wa thamani. Hicho kitabu kinaelekeza hivyo vitu vyote. So kwa huduma zingine zozote zile ambazo tunazihitaji, ujasiriamali, vitabu, madarasa, napatikana kwa WhatsApp namba hizo ambazo zinaonekana katika dashboard hapo, mkono wako wa kulia, mkono wako wa kushoto chini, ili tuweze kujifunza pamoja. Kati jambo muhimu zaidi ni kuzingatia vipimo. Hapo nimimina mafuta mwanzo, lakini baada ya mafuta nikamimina caustic soda. Sasa caustic soda hauitumii kama ilivyo. Lazima uidilute na maji kwa vipimo maalum. Alafu ipima kwa kifaa kinachoitwa hydrometer. Baada ya kuipima unaconfirm ile bomea ambayo unataka kuitumia. Sasa unachukua ile caustic solution unachanganya na ule mkorogo wako. Kumbuka kwamba caustic solution ukichanganya na maji siku ya kwanza inakuwa ya moto sana. Na baada ya kuwa ya moto unaiacha masaa 24. Baada ya masaa 24 ndio unakuja kuipima kwa kutumia kifaa ambacho kinaitwa hydrometer. Epuka sana kupima kemikali hii kwa kutumia hydrometer kabla ya kutimiza masaa 24, kwa sababu inakuwa bado ina moto ambao unaweza ukaathiri ile hydrometer ambayo unaitumia iweza kupasuka pia. Sasa baada ya hapo msikizaji, nimekwisha kumimina tayari caustic solution na ukorogaji unaendelea kama kawaida. Baada ya hapo hii hapa ni sodium carbonate, lakini pia lazima nipime na yenyewe kwa kutumia hydrometer. Hii inatusaidia kupata wingi wa miche au wingi wa sabuni za vipande. Wakati mwingine unaweza kusikia kwamba mtu anakuambia mimi sipati faida katika sabuni za miche au vipande. Kipi cha kuongeza? Basi viko vingi vya kuongeza, lakini katika formula siku ya leo nikaona ni vizuri nikuelekeze kwamba kuna formula ya kuongeza sodium carbonate kwenye mkorogo wako. Inaongeza volume. So kama hapa naweka lita 12. Afu baada ya hapo ninakoroga. Ukorogaji msikizaji ambao unapaswa kuzingatiwa ni ukorogaji wa kuelekea upande mmoja kama inavyoonekana. Lakini pia kwa sababu sabuni yangu naipeleka kwenye hot process, naipeleka kwenye moto, kwa hakuna changamoto yoyote, kwa sababu naweza nikavuruga kulia na kushoto. Isipokuwa kama ningekuwa natengeneza kawaida bila kupeleka kwenye moto, ningezingatia sana ukorogaji wa uelekeo mmoja. Sasa nataka sabuni zangu za miche ziwe za rangi, huku naweka pinki, lakini kule pia nimeweka nyeupe kama vile ulivyoweza kuona. Lakini pia nikualike sana msikilizaji, ikiwa unapenda kujifunza kupitia madarasa yetu, sisi kama Lodness tunajivunia kwa sababu tunawakocha wajasiriamali wengi na tunawaelekeza. Karibu sana.
Lakini pia kama unapenda kupata nakala ya Ujasiriamali ni Ajira, kitabu ambacho kinaonyesha hatua kwa hatua utengenezaji wa sabuni za miche aina zote au vipande aina zote. Lakini pia kama utataka kupata kitabu kinaitwa Miliki Kiwanda Chako, kitabu ambacho nimekuandikia sabuni zote za maji, pia karibu. Na ukipenda kujifunza kupitia kitabu kinachoitwa Nguvu ya Maamuzi Maishani, namna ambavyo unaweza kujishape katika kile ambacho unakifanya na kufikia ndoto zako, karibu pia. So baada ya kukoroga ile mkorogo nimepeleka kwenye moto, umechemka kama unavyoonekana, unatoa moshi kabisa. Na hapa nitasubiri upoe kiasi fulani ndipo nitaweka perfume. Iko yote mikorogo yote, kuna huwa pinki na huwa mweupe pia. Yes, baada ya hapo nitaweka perfume, kisha nitaweka kwenye moldi. Na kwenye moldi nitaacha tena masaa mengine 12, sasa nitatoa kwa ajili ya maandalizi ya kukata. Karibu sana kwenye Ujasiriamali. Mimi naitwa Mwalimu Almasi kutoka Lodness Enterprises. Ikiwa unaona kwamba channel hii ni muhimu sana kwako, unaweza kusubscribe kwa ajili ya video zingine ambazo zinakuja. Karibu sana kwenye Ujasiriamali ili tuweze kujifunza bidhaa mbalimbali kama hizi ambazo zinaonekana katika video hii. Asante sana.